Mimi lalamiko langu ni kuhusu stendi ile iliyohama ile. Sisi tumefanya kazi ndani mle. Stendi inaondoka, tukalipwa hela robo. Bosi wetu kwa tunampigia simu, hatujibu chochote. Bosi wenu nani? Anaitwa Elia. Alikuwa ni nadhani hata halmashauri wenyewe wanamjua. Hapa nikiongea wengine wapo wanamjua. Tulipa hela robo sisi na wengine hajalipa kabisa mpaka dakika hii. Na tukimpigia simu hapatikani. Sasa tunahangaika sisi, hatuna hela. Wenzetu mtu anayelijua ili mkurugenzi unalikumbuka jambo hili? Au ni nani? Mama alishafanya kazi, yeye na wenzake wamelipwa robo, wengine hawajalipwa. Haya ni mambo ambayo nayakataza, watu kuondoka na haki za wenzao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la fidia walishughulika nalo TANROADS pamoja na DART. Wanasema walifanya kazi, walishafanya kazi mle ndani ya stendi. Mpeni mike atufafanulie tena. Mama yetu tufafanulie, mlifanya kazi kwa nani? Samani kidogo. Kuna huyu mama hapa nyuma, huyo hapo analifahamu tatizo, maana ndio ametusaidia tukapata hela kidogo. Hebu tuambie uliyesaidia. Huyu ndo alisaidia? Hebu tuambie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Agnes Kiando, ni afisa tarafa ya Magomeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa walifanya kazi ya usafi. Aliyekuwa mkandarasi wao aliwadhulumu pesa, lakini wakafika ofisini kwangu nikawasaidia na wakalipwa kama anavyosema kidogo. Akawa ameahidi tena atapita kuwalipa. Katika zile ahadi hakuweza kuonekana tena. Ni nani huyo mkandarasi? Mkandarasi na jina kidogo nimelisahau, maana ni muda mrefu kidogo. Sasa huyo mkandarasi atafutwe RPC. Hebu pewa majina ya huyo mkandarasi, atafutwe ndani ya mwezi huu, wawe amewalipa hawa watu fedha yote. Asante, tumepokea kiongozi. RPC nipate mrejesho kwamba ameshalipa, ili kama hajalipa, mimi ninayo dawa ya watu wasio na adabu wanaodhulumu kazi za wenzao. Haya ni mambo yanayoudhi sana. Yanafanywa na baadhi ya wakandarasi, kwamba wao fedha ya mradi wanakuwa wameshapewa na serikali, halafu wao hawawalipi waliofanya kazi. Kwa wananchi wanaendelea kulalamika wakidhani labda serikali haijalipa, lakini kumbe serikali ilishalipa. Wameamua wale kuchukua na jasho la wenzao. Huu sio utaratibu mzuri. Sasa huyu atafutwe, tumempa hiyo bonus mpaka mwisho wa mwezi, orodha yote, wale watu wote walipwe. Haya mambo hayakubaliki. Haya ni mambo ya ajabu, haya kuzoea watu wanachukua. Serikali imetoa fedha ya mradi, ndio maana tunaweka budget ya mradi, tunajumuisha watu wote watakaofanya kazi katika mradi huo. Sasa mtu ameshafanya kazi, serikali imeshalipa, huyo ambaye amelipwa hiyo fedha anaamua kuondoka na fedha ya wenzake waliofanya kazi katika mradi huo. Na wengine ni wakandarasi wa nje, tunawalipa fedha, na sisi serikali tukichelewesha fedha wanaweka na riba. Halafu wao wakipewa fedha hiyo hawawalipi wenzao. Tutaelewana tu.